Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wetu wa kipindi cha tafakari ya siku. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni siku nyingine Bwana ametupa tafakari kutoka kwenye kitabu kile cha Yeremia sura ya 3 mstari ni wa 13. Itaanza mstari wa 12 kuleta maana. Anasema, enenda ukatangaze maneno haya kuelekea upande wa kaskazini, ukaseme, rudi Israel mwenye kuasi, asema Bwana. Sitakutazama kwa hasira, maana mimi ni mwenye rehema, asema Bwana. Sitashika hasira hata milele. Haya ni maneno ambayo Bwana anasema na taifa lake la Israeli kupitia mjumbe wake, mtumishi wake Yeremia, na leo tena anasema neno hili kupitia tafakari yetu siku ya leo. Ni maneno mazuri ambayo yanabeba tumaini, yanaoonyesha upendo wa Mungu, yanaoonyesha kwamba Mungu anatujali, yani yanaonyesha kwamba Mungu hana hasira na sisi, yanaonyesha kwamba bado Mungu ana nafasi nyingine kwa ajili ya mwanadamu kama alivyokuwa nayo mwanzo baada ya Adam na Hawa kuharibu katika bustani ya Eden, lakini ameendelea kuthibitisha kwamba yeye ni Mungu wa nafasi ya pili, nafasi nyingine. Na kwa hiyo neno lake hili ambalo tunalo leo katika mstari wa 12 linasema tukatangaze, na mimi natangaza, hili ni tangazo. Kwa maana tafakari yetu ya leo imebeba tangazo ya maneno ambayo yanatupa sisi nafasi ya kumrejelea Mungu. Kama kuna mahali ambapo kuna mtu aliona kwamba sasa mimi siwezi kusamehewa tena, niko hapa kutangazia ya kwamba bado Mungu ni wa nafasi nyingine. Kwa sababu Mungu ni wa rehema na Mungu ni wa upendo. Anachotaka kwako ama kwangu ni nini? Ni kurudi kutoka kwenye uasi ambaye tulikuwa nao. Kurudi manake ni kuachana na kile ambacho ulikuwa nafanya. Kwa hiyo katika maisha yangu na niangalie basi ni nini ambacho kimekuwa kiko kinyume na Mungu katika maisha yangu. Alafu sasa ndo kilikuwa kinanizuilia. Yamkini nilikuwa nashindwa kutembea na Mungu, nashindwa kuishi maisha matakatifu, nashindwa kuomba, nashindwa kwenda kanisani. Kila kitu kinachomhusu Mungu kilikuwa uvivu kwangu. Ni nini kilikuwa kinanizuilia? Sasa hicho ambacho kilichokuwa sababisho ya mimi kuyaishi maisha hayo ambayo sio ya Mungu, ndio hicho natakiwa kukipeleka mbele, kwenda nacho mimi kusogea mbele za Mungu na kumwambia Bwana, mimi nilikosa mbele zako kupitia hiki na hiki na hiki, nilishindwa kukaa mbele zako kama ilivyotakiwa. Na Bwana naomba, kwa sababu neno lako limekuja kwetu leo, kwangu leo, kwamba wewe ni Mungu yani ni Mungu ambaye hutazami kwa hasira kiasi hicho, maana wewe ni Mungu mwenye rehema. Basi achilia rehema zako kwangu siku ya leo, ili leo Bwana ukanipe kuwa na mwanzo mpya wa kutembea na wewe. Haya ni maneno ambayo Bwana ametupa ya kubeba tumaini kubwa sana katika maisha yetu, kwamba bado nafasi nyingine ipo. Na hiyo nafasi ambayo ipo ni iko kwako na kwangu, kwa sababu Bwana ametupa neema ya kuiona siku ya leo. Kwa hiyo nafasi hiyo ipo kwa ajili yetu. Ndipo anaposema yeye siye Mungu anayeshika hasira hata milele, kwamba ndiyo nilimuudhi, ndiyo nilifanya yasiyofaa, nikamuudhi, nikamkasirisha, lakini nikienda mbele zake kwa moyo wa toba, si kwa maneno ya toba tu, bali moyo wa toba utakaoambatana na maneno ya toba, kutengeneza, kuungama, kuuliza rehema zake, kutafuta rehema zake, anasema yeye hatashika hasira hata milele. Lakini anasema mstari wa 13, ungama uovu wako tu. Yani hicho ndicho Mungu anachotaka kwetu. Hataki mambo mengi. Ndio maana alisema kutii ni bora kuliko dhabihu. Hata nikajitahidi vipi kumpendeza Mungu katika yale nitakayoyafanya, bado kama kuna alama inayoonyesha ya kwamba nimefanya makosa mbele zake, ile alama haitafutika.
haitafutwa na yale ambayo nitakayoyafanya, bali itafutwa na ungamo nitakalokuwa nimelifanya. Kwa hiyo Bwana leo anakuja kwetu kututaka tukaungame uovu, tukaungame yale tuliyoyakosa. Kumbuka maneno haya yalikuwa kwa taifa la Mungu. Usije ukasema haya si ni ya wenye dhambi, watu ambao hawajampokea Yesu. Haya yalikuwa ni kwa ajili ya taifa la Mungu ambao walimuasi Mungu. Kumuasi Mungu kumuasi Mungu, ndiyo maana Mungu anataka watu warudi. Ule mstari wa 12 ndio unatuambia hivyo. Maneno haya, piga kelele, tangaza maneno haya upande wa kaskazini, ukaseme rudi. Manake ulikuwa hapo wakati fulani ukaondoka. Sasa kilichokuondosha ndio unakiungama sasa. Unamwambia Bwana, hiki kiliniondosha mbele zako, mimi naungama uovu wangu huo, ya kwamba nimekuasi wewe Bwana. Nilikuwa mikononi mwako nikatoka, lakini sasa narejea. Anasema na njia zako zimekuwa nyingi kuwaendea wageni chini ya kila mti wenye majani mabichi, wala hamkuitii sauti yangu, asema Bwana. Rudini enyi watoto wenye kuasi, asema Bwana, maana mimi ni mume wenu, nami nitatwaa mtu mmoja wa mji mmoja na wawili wa jamaa moja, na nitawaleta hata Sayuni. Jamani, ukisikia fursa, changamkia fursa. Wanasemaga hivyo kwenye lugha za biashara. Na mimi hapa niko natangaza, hii ni biashara ya Yesu, nimepewa nitoe tangazo leo. Changamkia fursa. Kama ulikuwa umenyong'onyea, kama ulikuwa unajisikia kwamba huwezi, kama ulikuwa unajisikia kwamba umeachwa, kama ulikuwa unajisikia kushuka, kuvunjika, kupoteza matumaini, changamkia hino fursa. Bwana anasema tangaza, tangaza, na mimi nakutangazia. Anasema rudi, na kutangazia kwamba urudi, na kutangazia kwamba yeye sio mwenye hasira, kwa maana hasira zake hazidumu, ila zinaondolewa na toba na ungamo. Ukienda mbele zake kwa kuungama, hasira yake inaondoka. Hiyo ni nature na culture yake. Alafu ukiungama uovu wako, kwamba ukakubali kwamba, manake kuungama ni kukubali mbele zake kwamba nilikukosea, sio kujitetea. Maana sisi tuliookoka tumezoea kujitetea. Tunatetea maovu ambayo tunayoyatenda, alafu yanabakia yakiwa yamekaa kwetu, alafu tunajihesabia haki kwa kufanya mema, kwa kutoa sadaka, kwa kujifanya hivi na vile, tukifikiri tutasamehewa. Bwana anakuja na jambo jipya na anasema changamkia fursa hii. Ungama uovu wako tu, ya kwamba umemuasi Bwana Mungu wako, na njia zako zimekuwa nyingi kwa kuendea wageni. Ulipita katika mambo ambayo ni ya kigeni, ulifata miungu ya kigeni, ulifata mambo ambayo sio ya Mungu. Maana wewe ni mwana wa Mungu, kanuni za Mungu unazijua, lakini uliziacha ukaenda kufanya yale mengine. Bwana anasema hivi, rudi. Changamkia fursa hii, rudi. Mwambie Bwana, mimi nilikosa katika hiki na kile, hata leo ndio niko hivi. Nimekuwa mvivu kuhusu wewe Bwana, nimekuwa mvivu kuyajua mambo yako, nimekuwa mvivu, mlegevu, mzito, akili imedumaa, siwezi. Naomba Bwana unirehemu kwa ungamo hili. Alafu utaona ufahamu unafunguka, utaona kila kitu kinaanza kuachilia. Hii ni fursa, ichangamkie. Ndio tangazo letu la leo katika tafakari yetu ya leo, na Bwana tusaidie. Bwana Yesu tusaidie. Kwa namna moja ama nyingine kuna mahali tulikukosa, lakini tunaichangamkia fursa hii kupitia tafakari hii. Tunauliza rehema zako Bwana. Binafsi naungama kwa niaba yetu sote tunaosikiliza tafakari hii. Kila aliyeingia katika tafakari hii, ninasimama kwenye ungamo hilo Bwana. Maana ulisema katika Ezekiel sura ile ya 22 mstari wa 30, nami nikatafuta nani atakaye simama mahali palipobomoka, ili nisije nikaipiga ile boma, sije nikaangamiza taifa. Na simama mahali palipobomoka kwa kila mtu ambaye amepita kwenye tafakari hii, anayepita kwenye tafakari hii. Bwana Yesu
tusaidie. Tunaungama sasa, turehemu, tutakase kwa damu yako takatifu. Tupe fursa nyingine, tupe nafasi nyingine ya kuishi mbele zako katika utukufu wako, ambaye tuliondoka tukakimbia, tukafata mambo ya kigeni, tukachukua hiki na kile, tukasema kiko sawa, kumbe ni kinyume na wewe. Leo Bwana tunarejea. Umesema rudini, na sisi tunarudi. Twarudi kwenye utukufu wako, twarudi kwenye neema yako, twarudi kwenye rehema zako, twarudi kwenye neno lako, twarudi kwenye utukufu ule ambayo Bwana katika huo umetufunika na ukatufunike. Ukatuketishe tena mahali pale ambapo ulikuwa umekaa nasi, tukachopoka tukakimbia, kama sawasawa na Waefeso sura ile ya pili mstari ule wa 6. Tusaidie, neema yako ikatoshe, na kwa utukufu wako twajiweka wakfu mikononi mwako. Kwa jina lako Kristo tumeomba na kushukuru, na wote tuseme amen, ukiwa unaichangamkia fursa.